Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kuongea na mtu ila utahisi kitu ndani yake. Utamfafanulia jambo mtu kwa kinachoendelea. Mtu yuko tayari kutoa ushahidi wa kitu. Hivyo kuna ujumbe au kufahamu kitu. Kuwazia malengo makubwa sana. Kupaliwa na kitu. Mtu anajishtukia anapokuwa karibu na wewe. Wema wa mtu unakufanya ushindwe kufanya maamuzi magumu kwake. Nyota ya Nge. Kuuza kitu ulichokuwa unakimiliki. Kutumiwa ujumbe wa uthibitisho wa kitu. Kupanga upya ratiba zako za kazi. Kupata jeraha dogo. Kufanya kazi itakayokuwa na matokeo mazuri. Kufurahia wema uliofanyiwa. Kukikumbuka kitu muhimu katikati ya safari. Kufanya mawasiliano na mtu uliyepezana naye. Mtu hataonesha kuwa amekasirika kwa ulichomfanyia. Kwa baadhi yenu mnapitia nyakati ngumu sana. Ila subira yenu na uvumilivu huwapa matumaini kwa mazuri yajayo. Nyota ya Samaki. Kufanya chaguo unalolitaka. Kuhisi vichomi au maumivu ya mbavu. Kuokoa kitu kilichokaribia kuharibika. Kubadilisha neno siri. Kutuma taarifa ya mabadiliko ya kitu. Kufanya mazungumzo ya siri na mtu unayeheshimiana naye. Mtu atahitaji umwakilishe sehemu. Kupata tatizo kwenye sikio. Kwa baadhi yenu mpo katika mionekano ya kuwavutia wengi kwa namna nzuri. Utachukizwa na matani ya mtu. Kuhisi mtu anahitaji kukuambia kitu. Mtu ataahidi kujifunza kwako. Nyota ya Mashuke. Utatamani kuwa mbali na mtu fulani. Kuihisi minong'ono inayozungumziwa kuhusu wewe. Kuongea kwa ukali ikiwa si kawaida yako. Mtu atakuwa na nia ya kukudhulumu cha kwako. Kupendezwa na kitu kizuri alichokuwa nacho mtu. Kufuta namba ya mtu kwa hasira. Kufanya kipimo cha kiafya. Kusikia taarifa za ajali. Kuhisi hali ya maumivu ya kichwa na mwili kukosa nguvu. Nyota ya Ng'ombe. Ulichokuwa unakosea utakipatia ufumbuzi. Kukaa kwa muda mrefu sehemu ya kupata huduma fulani. Utajutia kufanya jambo au kitu. Kufuta ujumbe kabla ya kuusoma. Kuhisi ulifanya makosa kumwamini mtu au watu. Kuchunga kauli zako kwa kutotaka kukosea tena. Nyota ya Mbuzi. Kwa baadhi yenu mzazi mwenzako atahitaji kuwahudumia watoto au kutoa huduma kwa mtoto. Mtu anakuamini sasa kwa ulichomwelezea. Utashuhudia jambo litakalo kufanya upate maumivu. Kukagua simu ya mtu. Kuruhusu kitu kifanyike. Nyota ya Mapacha. Kuangalia kitu kitakacho kufanya upate muhamuko wa kufanya kitu. Hutotarajia kuona usaliti wa watu wako wa karibu. Kufanya maamuzi ambayo ulishawahi kuyafanya hapo mwanzo. Kuchukizwa na usaliti utakaoujua. Kuhisi kichwa kizito sana. Utapata maelezo yenye kujitosheleza kwa jambo. Nyota ya Ndoo. Kuamka mapema ila utakuwa na uvivu wa kunyanyuka. Kujing'ata wakati wa kuongea. Mtu anayaelezea maisha yako au hali yako uliyokuwa nayo. Kushika simu na muda huo huo kupigiwa au kupokea ujumbe. Kufundishwa dawa ya tatizo fulani. Sikio kuuma. Mtu atanufaika kupitia wewe. Nyota ya Mizani. Kukutana na kitu kinachofanana sehemu tofauti. Kuweka akiba. Utakuwa hodari wa kuhudhuria sehemu. Utamwona mtu akiwa mwenye kusikitika sana au kukaa kwa majonzi. Utahisi kitu kinaendelea kwa mtu. Utapata uthibitisho wa kitu ulichokisikia. Nyota ya Simba. Kuachana na mtu kwa amani. Hali ya kutodumu kimahusiano itakuwa yenye kukuumiza sana kwa baadhi yenu. Kujishtukia na kuhisi vitu tofauti kabisa na inavyokuwa. Kumuona jongoo. Unaoneshwa msaliti au adui yuko karibu yako. Pia utapata maradhi yenye husda. Kupima afya yako kujithibitishia usalama au kutaka kujua kitu kukuhusu. Kufupisha mazungumzo baada ya mtu kutokea.
kukamilisha vigezo vyote unavyohitajika kuwa navyo. Nyota ya mshale. Kupata taarifa asubuhi ya leo. Kuna jambo unashirikishwa kiundani zaidi. Utapata kujua usahihi wa kitu. Utakuwa makini kumsikiliza mtu. Wiki hii kuna jambo kubwa au muhimu litakalo kufikia. Nyota ya punda. Kupokea barua ya uhamisho wa kazi. Mtu atajihukumu mwenyewe kwa alichokifanya. Pia unaweza kuwa wewe. Kujiondosha kwenye nuksi na mambo yasiyofaa. Kuombwa msaada na mtu kikongwe. Kumsaidia kwako kutafanya upate baraka kubwa sana. Kuhisi kuelemewa kwa jambo lenye utata. Kufanya maboresho ya kitu muhimu. Utajitahidi kuyakwepa maswali ya mtu. Kutotaka kuwa tegemezi kwa mtu. Utaamua kujisimamia mwenyewe kwenye mambo yako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.